Sema wewe ni taswira ya uvumilivu kwa sababu kwa nyakati za nyuma ambazo ulikuwepo Simba ukaondoka ukarudi na sasa hivi unaanza kung'ara. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia ningependa kushukuru uongozi wa klabu ya Simba pia kwa imani kubwa ambayo ipo, lakini pia ningependa kuendelea kujipa chachu mwenyewe kuendelea kupambana kwa sababu mpira pia ni mapambano na kila siku vitu vinabadilika, kwa hiyo ningependa kusema hayo kwa uchache. Ni kweli mchezaji yoyote akiaminiwa anafanya vizuri? Kwa imani yangu mimi, mchezaji yoyote ile akipata nafasi anafanya vizuri, labda tu yeye tu ashindwe kufanya vizuri, lakini kikubwa kama mchezaji akiaminiwa anaweza akafanya vitu vikubwa sana, na hasa sio kwangu mimi tu, na hata kwa wachezaji wengine ambao wamekuwa wakiwazania watu, lakini wakiaminiwa wanakuwa wamefanya vitu vizuri kabisa. Tuzungumzie mapambano ya kupambania namba kwenye kikosi cha kwanza hapa Simba. Mapambano ni makubwa kwa sababu Simba ni timu kubwa, wanahitaji quality kubwa ya wachezaji na hasa ukiangalia kwa upande wangu mimi imekuwa changamoto, lakini mimi kwangu sichukuli changamoto kwa sababu ninakuwa na target zangu na malengo yangu, lakini kwa upande wangu mimi ningependa kuzungumzia kidogo kwa sababu nafasi ninayocheza mimi nacheza na mchezaji ambaye ameshafanya vitu vikubwa sana kwenye nchi ya Tanzania. Sio, unanielewa, na ashacheza kwa sijui nisema vipi, lakini nadhani utakuwa unanielewa. Ameshaifanyia klabu vitu vingi sana. Kwa hiyo yes, sio kitu kidogo ujue. Mimi niko Mbeya huko nasoma shule, nakimbia shule na naenda kumwangalia Shomari Kapombe, lakini anacheza. Kwa hiyo lakini leo tuko moja. Kwa hiyo natakiwa niheshimu kwanza na nimheshimu kwamba kila anachokifanya amekuwa akifanya kwa consistency ya miaka 13 na zaidi ya 13. Yaani inaweza kufika hata 15. Kwa hiyo ni kitu cha kujifunza na ni kitu cha kufurahia kwamba mimi bwana nipo sehemu nacheza na mtu ambaye ashacheza miaka 15 na mimi ni mtu ambaye namwangalia. Kwa hiyo natakiwa nijifunze kwake vitu vingi, mambo aliyopitia, changamoto natakiwa nizichukue, vitu gani vya kufanya, vitu gani vya kutokufanya. Kwa hiyo mimi kwangu hili ni darasa, hata pale ambapo anakuwa anakosekana, mwalimu anaponipa nafasi mimi natakiwa kufanya vile ambavyo nafanya yeye au zaidi ya vile anavyofanya yeye. Kwa hiyo kwangu mimi ninashukuru, najiona mwenye bahati kupata nafasi kuwa na mtu kama yeye ambaye anakuwa ananisaidia hasa pale anapokuwa yeye hayupo na mimi napata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi nachukulia kama ni fursa kubwa sana. Mimi sichukui kwangu kama ni vita, hapana. Mimi kwangu nachukua kama ni nafasi adimu sana kwangu ya kujifunza ili ni mimi kesho na kesho kutwa ninapokabidhiwa bwana kaka yako bwana leo hayupo, au kaka yako bwana imetokea sintofahamu 1 2 3, au kaka yako ameamua kupumzika, kwa hiyo bwana jahazi unaliendeleza. Kwa hiyo natakiwa niliendeleze kama yeye alivyokuepo au zaidi ya yeye alivyokuepo. Katika mechi za hivi karibuni ambako umekuwa ukipata nafasi mara kwa mara na dakika ambazo umekuwa ukizipata, ni mchezo upi ambao ulipata nafasi ya kuingia na ukakutana na mchezaji ambaye hakupa tough match? Ukiangalia kwa mechi ambazo mimi nimeingia dakika, nadhani dakika ambazo timu nyingi sana zinakuwa zina defense. Unaona, kwa sisi tunakuwa tunatakiwa tu attack sana. Kwa hiyo kushambulia inakuwa ni ngumu. Labda mechi ambayo nimeanza hiyo inakuwa 50-50 kwa sababu inakuwa bado pale 0-0. Lakini asilimia nyingi sisi tunakutana na timu nyingi ambazo kwa muda ambao mimi sasa naingia kipindi cha pili unashangaa naingia dakika 70 ya 80, ni muda ambao timu zina defense au tushawafunga 3, hakuna cha ziada tena. Kwa hiyo watu wanaamua rudi nyuma wazuie tu ili madi goli zisikuwa nyingi. Nani ambaye anakuinspire zaidi katika football? Kibongo. Kibongo mimi Shomari Kapombe, hakuna mwingine. Yes. Na nje? Nje wako wengi sasa. Nje wako wengi. Nje wako wengi sana. Nje ni shabiki wa timu gani? Arsenal. Ukaribia ubingwa. Si unaona kombe lenyewe kwanza linatutaka. Kombe lenyewe linatutaka. Lakini wakati mwingine kama nyinyi mlitaka. Hapana, si unaona wewe mwenyewe. Kama ukiangalia mechi za jana wewe mwenyewe unaona kombe linatutaka. Ndio. Mchezaji gani ambaye unatamani siku moja ukutane naye mpate mfano kama Dina, mnywe kahawa kidogo na mbadilishane mazungumzo? Tanzania? Yoyote yule. Sasa Tanzania tunakutana sana. Labda nje. Nje labda Alexander Arnold. Yes.
Ananiinspire sana kutokana na ni kijana kama mimi, lakini anafanya vitu poa, anafanya vitu vikubwa. Kwa ni kitu ambacho natamani niweze kukutana naye. Tuzungumzie kwenye maisha ya nje ya soka. DM huko Instagram, najua vijana wengi sana wanaku-DM. Wewe ni aina gani ya DM ambazo unakutana nazo kila mara? Yaani ukisema leo niingie DM, hizo message ni nyingi sana. Cha kwanza mimi niseme DM kawaida kwa mchezaji kuzikuta, lakini mimi nimekuwa nikikutana na DM nyingi sana za vijana ambao wana ndoto ya kuja kucheza klabu kubwa, na wengi wenye uhitaji wa vitu kama vifaa, viatu, jezi ili waweze kufika ambapo mimi sema ambapo nipo. Sawa. Unatamani mashabiki wa Simba waje wakukumbuke kwa lipi zaidi? Mimi nadhani kitu kikubwa ambacho mashabiki wanatakiwa waje kunikumbuka kwa kufanya mema na kuwa mfanyakazi mwema katika klabu yangu. Nje ya soka wewe ni mtu wa namna gani? Unapendelea nini? Na pengine niunganishe na swali, unapenda chakula cha namna gani? Mimi ni mchezaji kwanza, sinaweza nikajisifia. Anyway, mimi ni mchezaji mtulivu kwanza, afu msikivu, na pia sio muongeaji na sio mpole. Kwa hiyo ikifikia hatua ambako unasema yule fani amekwaruzana na Duchu, ujue kuna namna. Lakini pia napendelea vyakula vyetu vya asili vya kawaida, ugali. Hapana, mimi kwetu Mbeya. Kijana yote anatoka Mbeya akikwambia napenda chips huo muongo. Mimi natoka Mbeya, kwa hiyo tumekulia kwenye ugali na wali. Wali samaki, ugali samaki ndio vyakula vyangu hivyo ambavyo napenda. Kambini nani rafiki yako sana unamkubali sana? Mimi rafiki yangu mkubwa ni Ladak Chesambi. Ndio best yangu na ndio mchezaji ninayemkubali. Pia ukiacha Shomari Kapombe ndio mchezaji wangu mwingine Pendo. Huyo ndio mchezaji wangu Pendo Tanzania. Ukimwacha Shomari anakuja Ladak Chesambi. Unamkubali? Huyo ndio mwanangu. Mchezaji wangu Pendo kabisa. Ni mdogo wangu lakini ni mchezaji ambaye namkubali. Unaweza mzungumzie kwa dakika moja? Ladaki. Ladaki ni kijana mwenye kipaji kikubwa sana. Nadhani ambao wamewahi kumuona wanajua hilo. Lakini changamoto ya kupata nafasi haiwezi kuzuia kipaji. Si unaelewa? Kwa hiyo kikubwa ni kuendelea kupambana. Siku akipata nafasi aweze kufanya kile kitu kikubwa, lakini Ladaki Chesambi ni mchezaji mwenye talent ya ajabu sana. Nadhani ambao wamewahi kumuona, nadhani hata wewe ushamuona. Umemfahamu vizuri kwenye ule mwendezo wake wa mechi, akiwa anacheza mechi leo, kesho kutwa, ni mchezaji mzuri sana. Kwa sababu mimi nimecheza naye Mtibwa na ninamfahamu pia. Asante.